Mpendwa mtazamaji wangu, ninakusalimu kwa jina la Yesu. Naomba nikukaribishe tena kwa ajili ya kipindi ambacho kimekuwa baraka sana kwa ajili ya watu wengi, kinachoitwa Saa ya Urejesho. Haleluya. Mungu akubariki sana wewe ambaye umekuwa ni mfuatiliaji mzuri mno, na bila shaka ulikuwa umejiandaa kwa ajili ya kipindi cha siku ya leo tena. Kwa hiyo hebu angalia utambulisho wangu, majina yangu na mahali ninapotokea. Kwa hiyo ninakukaribisha twende pamoja. Haleluya. Katika kipindi kilichopita nilikuwa nafundisha kwa habari ya mkakati au ajenda ya shetani juu ya uzao. Kwa hiyo tukaangalia maeneo mbalimbali ambayo shetani anayalenga, na tukamaliza kuangalia vifungo vya uovu vinavyoweza vikahama kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine, kutoka kwa mzazi kwenda kwa mtoto mpaka na kizazi chake. Sasa nataka tuangalie ajenda nyingine ya shetani. Haleluya. Hebu mwalike mtu mwingine afungulie chaneli hii, lakini pia unaweza ukawa unafuatia vipindi vilivyopita katika mtandao ya kijamii. Ukiandika tu Habari Maalum TV, ukiandika tu Saa ya Urejesho, utaona vipindi vyote ambavyo nimekuwa na hubiri hapo. Haleluya. Utaendelea kupata mafundisho ya kukujenga, na watu wengi nimekuwa napokea simu nyingi za watu ambao wamejengwa, wameponywa, wamefunguliwa. Haleluya. Na wengine nimekuwa naomba hata maombezi, wengine hata kwa njia ya simu, mapepo yanalipuka majumbani kwao. Ninaamini na kwamba hata wewe bila shaka siku ya leo ni siku yako. Haleluya. Sasa nataka nifundishe kwa habari ya ajenda ya shetani juu ya uchumi kwa wana wa Mungu. Ajenda ya shetani kuhusu eneo la uchumi kwa wana wa Mungu. Mojawapo ya eneo ambalo shetani ana mkakati nalo, na amekuwa na mkakati huu mkubwa kwa miaka mingi toka Adamu alipoanguka dhambini. Shetani akajua kabisa kwamba nafasi ya mwanadamu hapa duniani Mungu aliyokusudia ni kutawala. Haleluya. Kwa hiyo shetani akaanza kuwa na mikakati kulingana nyakati. Sasa nataka tuende tuangalie andiko ambalo naweza kutusaidia kusimamia ujumbe huu ambao utakuwa na mwendelezo pia. Hebu naomba nisome kitabu cha Kutoka sura ile ya 10 mstari wa 24 mpaka 26. Kutoka sura ile ya 10 mstari wa 24 mpaka 26. Biblia inasema, Farao akamwita Musa na kumwambia, haya, nendeni mkamtumikie Bwana. Kondoo zenu na ng'ombe zenu tu na waachwe, watoto wenu nao waende pamoja nanyi. Musa akasema, ni lazima utupe mikononi mwetu na wanyama wa dhabihu na wa sadaka za kuteketezwa, ili tupate kumchinjia Bwana Mungu wetu dhabihu. Makundi yetu pia watakwenda pamoja nasi, hautasalia nyuma hata mkwato mmoja. Haleluya. Kwa maana inampasa kutwaa katika hao, tupate kumtumikia Bwana Mungu wetu. Nasi hatujui hata tutakapofika huko ni kitu gani ambacho kwa hicho inatupasa kumtumikia Bwana. Hapa yalikuwa ni majadiliano kati ya Musa na Farao. Farao aliyekuwa anamwakilisha shetani kama kivuli, na Musa aliyekuwa anasimama akimwakilisha Yesu kama kivuli pia. Lakini pia Musa anasimama kwa niaba yetu pia. Maana yake yalikuwa ni mabishano au yalikuwa ni mashindano kati ya falme mbili, ufalme wa giza na ufalme wa nuru. Kwa duniani hapa kuna falme mbili zinazotawala kwenye ulimwengu wa roho. Kwa kama hauko kwenye ufalme wa nuru au ufalme wa Mungu, basi uko kwenye ufalme wa giza. Na kama hauko kwenye ufalme wa giza, basi naamini uko kwenye ufalme wa nuru. Kwa hiyo kila ufalme una wanachama wake na una kiongozi wake.
Kwa hiyo hizi ni falme ambazo kila kukicha zinapambana kusajili wanachama wake. Kwa hiyo unapoona mimi sasa nahubiri, sasa na nitazama na leta habari njema, ni mwanachama au ni mwakilishi wa serikali ya ufalme wa nuru. Kwa hiyo mimi naleta habari, naleta sera za ufalme wa nuru, ili wewe ambaye sasa ni mwanachama wa ufalme wa giza uweze kutoka huko, uweze kuwa mwanachama wa ufalme wa nuru. Haleluya! Maana ufalme wa nuru kiongozi wake ni Yesu Kristo. Ufalme wa giza kiongozi wake ni Shetani na wanatumishi wao. Kwa sasa tunaona hapa yalikuwa ni mashindano ya falme mbili. Farao, wana wa Israeli, ngoja nitoe historia kidogo, wakiwa wanamfuata Yusufu, alishatangulia mwaka 1876 kabla Kristo Yesu hajazaliwa, ndipo walipoenda utumwani wakimfuata Yusufu. Wakakaa kule. Unabii wa Mungu kwenye Mwanzo sura 15, Mungu alimwahidi Ibrahim na uzao wake kwamba uzao wake utakwenda utumwani Misri na watakaa miaka 400. Sasa tunaona badala ya kukaa miaka 400 wakakaa miaka 430, kwa sababu walifika mahali ambapo wakakubali na yale maisha. Haleluya, haleluya! Kama ambavyo unaweza kufika mahali mmekaa kwenye mateso ya muda mrefu, ukafika mahali ambapo kaona hayo mateso ni sehemu ya maisha yako. Mungu alikusudia wewe hivyo. Mwingine anasema huu ndio ugonjwa wangu utakaoniua, maana yake amesha surrender kabisa. Sasa na wao ilifika mahali hapo, lakini mateso yalipoongezeka, Biblia inasema Bwana akayaona mateso yao, akakumbuka ahadi aliyomwahidi baba yao Abraham. Na kwa kuwa hakuna mwanadamu anayeweza kujiokoa mwenyewe, lazima apatikane mwokozi. Mungu akawa amekwisha kumwandaa Musa kwa ajili ya kulitimiza hilo kusudi la kuwatoa Israeli kutoka utumwani kwenda nchi ya ahadi. Mwaka 1446 kabla ya Kristo, tunaona wakatoka wakiwa na mali mengi. Kule Mungu aliwapeleka kwenda kujifunza. Mojawapo pia walikuwa na kwenda kulipa gharama ya heshima iliyokuwa yuko mbele yao, kwa sababu kupitia Israeli Yesu akaja kazaliwa katika kabila hilo. Kwa hiyo hakuna heshima isiyolipiwa gharama. Kwa hiyo tunaona Mungu alikusudia uende kule kwa ajili ya kwenda kulipa gharama, ili wao sasa, wewe mababa wa imani, kuwahubiri watu wa mataifa habari za Mungu wa kweli alivyo, lakini pia walikwenda kujifunza jinsi Shetani anavyotenda kazi, ili watakapokuwa na mhubiri Mungu wa kweli na watakapokuwa na mhubiri pia ufalme wa giza unavyotenda kazi, wawe wamekwisha kuwa na uzoefu wa kutosha. Haleluya! Lakini pia Mungu aliwapeleka kwenda kujifunza kwa habari ya uzalishaji. Ukiangalia kwenye historia ya ulimwengu, dunia hii, nchi ya Misri ina historia kubwa sana ya maendeleo duniani. Misri tunaona ndio watu ambao walianza kwenye kilimo cha umwagiliaji Misri, na tunaona hata masuala ya elimu pia kule ina historia kubwa sana. Kwa hiyo tunaona kule Mungu aliwapeleka kwa ajili ya kwenda kujifunza jinsi ya kuzalisha pia watakapo wanarudi katika nchi yao. Unaona mpaka sasa Waisraeli wanazalisha matunda, mboga kule, lakini ni jangwani kule, lakini unaona walipata elimu ya kutosha kabisa. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu anaweza karuhusu changamoto, akaruhusu nyakati ngumu, kumbe lengo anataka ujifunze ili uweze kufanya vitu vitakavyoleta tija kwenye kizazi chako hata baada ya wewe kuondoka. Haleluya! Sasa tunaona ili Farao aweze kuwaachia wana wa Israeli, kwa sababu alikuwa anafaidika, walikuwa wanatumikishwa kule kama watumwa, ilibidi itumike nguvu. Kwa hiyo tunaona yale mapigo 10, maana yake zile zilikuwa ni madhabahu 10 alizokuwa anazitegemea Farao kumpa uhalali wa kuwamiliki wana wa Israeli. Kwa hiyo Mungu akamwambia Musa, Farao hawezi kawaachia watu wangu kwa maneno,
lazima itumike nguvu. Biblia inasema ufalme wa Mungu katika neno bali katika nguvu. Na Yesu akasema katika Mathayo 12:29, awezaje mtu kuingia katika nyumba ya mtu mwenye nguvu asipomteka kwanza, kumfunga kwanza, ndipo atakapoteka vyombo vyake. Kwa hiyo ndio kanuni katumika ya nguvu. Musa ikabidi ashughulikie kiine ijeuri ya Farao, kupiga madhabahu, kupiga miungu. Sasa tunaona katika pigo la 9 ambalo Mungu aliachilia giza nchi nzima Misri, giza likatanda, giza ambalo mtu na mtu alikuwa hawezi kuonana. Farao sasa tunaona akaanza kunyoka, haleluya, akaanza kushika adabu, nguvu zimeanza kulegea, kiburi chake kimeanza kushuka. Kumbuka Mungu ndiye aliyesababisha Farao awe na moyo mgumu, ili ajionyeshe ni mwenye nguvu na dunia nzima wajue Mungu hafananishwi na chochote wala na yoyote. Kwa hiyo Farao akamwita Musa kikao cha dharura, kwamba sasa Musa, ni nani mnataka kwenda? Kule nyuma aliwaambia Musa, kamshawishi, tulikuwa tutaangalia kwa habari ya shetani juu ya uzao, akasema nendeni watu wazima, lakini watoto muache Misri. Musa akakataa, akasema tutakwenda na watoto wetu, tutakwenda na vijana wetu. Sasa kwa kuwa shetani huwa hakubali kushindwa, hata kama ni wa kushindwa, na shetani huwa hakati tamaa kumfuatilia mtu. Ukimshinda asubuhi utakutana naye jioni kwa namna nyingine, wala hachoki. Haleluya! Ni sifa alizo nazo, wala hakwaziki. Tukana unavyoweza, baada atakuja tu. Sasa akaja Farao akamwambia Musa, basi naruhusu mwende na watoto wenu, lakini kondoo zenu, ng'ombe zenu tu na waachwe. None. Nataka nifundishe kwa habari ya ajenda ya shetani katika eneo la uchumi kwa wana wa Mungu. Kwa hiyo ni somo nyeti sana ambalo litakuponya, litakusaidia kujua kwa nini dunia iko hivi ilivyo. Ndivyo Mungu alivyokuwa amekusudia kweli. Tutayaangalia mapenzi ya Mungu kweli. Haleluya. Akasema nendeni muache mali mlizozipata huku Misri, itakuwa mzigo kwenu. Musa akasema hivi, haleluya. Musa akasema lazima twende na wanyama wetu, twende na kondoo zetu, twende na ng'ombe zetu. Kwa sababu gani? Tunapokwenda huko tutakwenda kumtolea Bwana dhabihu. Tukiviacha tutatoa dhabihu nini? Kwa sababu Musa anasema tukiacha hatujui Mungu anataka sadaka ya kitu gani. Sikiliza, unapokuwa unatafuta utajiri kama ambavyo sasa wanadamu na hangaika kwenda huko na huko, wengine mpaka wamefika wakati tunatoa mpaka na kafara mama zenu waliowazaa, kutafuta mali, kutafuta utajiri kwa nguvu. Hata leo tunaona hata makanisani sasa watu mnapatikana Jumapili tu. Kwa nini mnakimbizana kutafuta mafanikio? Haleluya, haleluya. Ndio hali ilivyo. Swali kiulizwa, Mungu akikuuliza au unapotazama moyo wako, hivi nia ya wewe kuhangaika kutafuta hizo mali ni nini? Lengo kabisa ni nini? Ndio maana watu wengi hawafanikiwi. Kwa sababu gani? Nia ya ndani ya kutafuta fedha, nia ya ndani ya kutafuta mafanikio ni kwa ajili yao wenyewe. Musa akasema hivi, lengo la sisi kwenda na mali ni ili tukamtumikie Bwana huko, tukamtolee Bwana dhabihu. Haleluya. Oh, ni moyo wa ajabu sana. Musa akasema hatutaacha hata ukwato, tutabeba. Hatutaki tuache, hata kama kuna shilingi 100 tutaenda nayo. Kwa nataka tujifunze sasa, wana wa Mungu, tutakapotambua nini mapenzi yako kwako kwa habari ya eneo ya mafanikio, eneo la kutawala, eneo la uchumi, nini mapenzi ya Mungu. Tutakapojua, tunamwambia shetani, chochote ulichokiiba, chochote ulichokiteka, chochote ulichokikamata, hatutabakiza hata senti 5, vyote tunabeba. Haleluya. Kwa sababu mojawapo ya kazi
aliyokuja kuifanya Yesu msalabani ni kushughulikia roho ya umaskini. Maandiko yanasema alikuwa maskini ili sisi tuweze kuwa matajiri kupitia umaskini wake. Mungu anatamani tuwe na riziki za kila namna. Haleluya. Musa akasema hautasalia nyuma hata ukwato mmoja. Sasa sikiliza, hila ya shetani hapo ni nini? Ajenda ya shetani maana yake anasema hivi: okoka lakini uendelee kubaki kuwa maskini. Hiyo ndo ajenda ya shetani, kwamba unaweza ukawa umeokoka, unamtumikia Mungu, unahubiri, unaimba kwaya, ni mzee wa kanisa, ni vyovyote, lakini shetani akawa ameshikilia mali zako. Shetani akawa ameshikilia eneo la uchumi wako. Lakini kwa kweli kiroho uko vizuri sana. Hata pepo alikatizi. Lakini katika hali ya uchumi umechoka. Umechoka kabisa. Kwa hiyo fuatilia somo hili, utajifunza vitu vya kukusaidia kutoka kwenye mkwamo huo. Hili ni janga. Haleluya, haleluya. Ninajua watu tumejifunza kwa habari ya dhambi sana. Tumejifunza kwa habari ya dhambi. Hata sasa mtu akitenda dhambi anajua kabisa kwamba anatenda dhambi, anafahamu. Lakini lazima tujifunze maarifa mengine. Kuna maeneo ambayo shetani akifanikiwa kuyakamata, akikukamata, akikuteka, utatenda dhambi zaidi. Haleluya. Sasa ajenda ya shetani anasema hivi: okoka lakini uendelee kubaki kuwa maskini. Ndio ajenda ya shetani. Haleluya. Sasa hebu ngoja tuangalie kitabu kile cha Mhubiri. Mhubiri sura ile ya 9 na ule mstari wa 14 na 16. Mhubiri 9:14 na 16. Biblia inasema hivi: palikuwa na mji mdogo uliokuwa na watu wachache ndani yake. Akaja mfalme mkuu juu yake, akauhusuru, akajenga ngome kubwa ili kuupiga. Basi kulikuwemo na mtu maskini mwenye hekima, naye kwa hekima yake aliokoa ule mji, lakini hata hivyo hapakuwa na mtu yoyote aliyemkumbuka yule mtu maskini. Ndipo niliposema, bora hekima kuliko nguvu, lakini hekima maskini hudharauliwa, wala maneno yake hayasikilizwi. Mmesikia maandiko haya? Haleluya. Biblia inasema hivi: palikuwepo na mji mdogo. Huu ni mfano. Huo mji mdogo ulikuwa na watu wachache, lakini maandiko yanasema akaja tajiri mmoja, mfalme. Kumbuka, mfalme siku zote wanapenda kutanua eneo la utawala. Huwa anapenda apanue himaya. Ndio desturi za kifalme. Akaenda kauhusuru ule mji, manaka akauzunguka ule wa kwake. Lakini kwenye ule mji alikuwepo mtu mmoja mwenye hekima, lakini sifa, yule mtu alikuwa maskini. Akaenda akambembeleza yule mfalme, akamwambia mfalme, naomba tuhurumie, hawa mama watakwenda wapi? Kwa hekima yake, unajua mtu mwenye hekima. Akamsii yule mfalme. Inawezekana lilia na machozi akagaragara yule maskini. Yule mfalme akaona huruma, akauacha ule mji kuuchukua usiwe wa kwake. Biblia inasema hivi: pamoja na yule maskini kuokoa ule mji, hakuna mtu aliyemkumbuka yule maskini. Sasa Mhubiri anasema, ndipo niliposema bora kuwa na hekima kuliko nguvu. Lakini changamoto, hekima ya maskini huwa haisikilizwi. Ndio shida yake. Hekima maskini huwa haisikilizwi. Dunia hii tulio nayo, ndugu zangu, thamani ya mtu huwa inaamuliwa na anamiliki nini, ana kitu gani. Yaani ile hali ya maisha ya ustawi ndiyo yanayopandisha thamani ya mtu. Kama huna thamani, kama huna chochote, hakuna mtu akukuthamini.
Wewe mwenyewe ni shahidi, inawezekana pengine kwenye familia mmezaliwa watu wengi sana, watoto wengi, lakini kama huna chochote kwenye familia hiyo, unaweza kushangaa hata vikao vinafanyika ya kifamilia, pengine unahitaji mchango fulani, wewe hata uhusishwi, kwa sababu unajua hata ukuhusisha huna cha kutoa. Unakuja kusikia tu vikao vimeshamalizika, unabaki unalalamika. Ndio kanuni. Haleluya. Angalia tu hata unapoenda kwenye vikao, hata kwenye harusi tu, unapofanya vikao vya harusi, wanapoangalia wanachagua viongozi, hawezi kuchagua tu mtu aliyechoka pale. Angalia, wanaangalia hata ile muonekano wa nje. Hata kama ukiona mtu anaonekana ana hali fulani, na anachaguliwa kuwa mwenyekiti, lakini wewe kama ni kafurambute tu na chochote, manake huwezi hata kidogo. Kwa sababu gani? Kwa sababu hekima, hata kama una hekima nzuri, lakini huna chochote, hakuna. Dunia hii ya sasa hivi hakuna mtu hakusamini. Hata kama una hekima ya namna gani, hakuna mtu anayeweza kaona hekima yako. Haleluya. Biblia inasema Misali 14 mstari wa 24. Misali 14 mstari wa 20. Biblia imesema maskini huchukiwa hata na jirani yake, bali tajiri ana marafiki wengi. Maskini huwa anachukiwa na jirani yake, sio kwa sababu ni mkorofi. Anachukiwa tu kwa sababu ana chochote. Lakini mtu tajiri ana marafiki wengi. Alafu bahati mbaya sana, mtu akiwa tajiri, marafiki wengi walikuwa wanakuwa ni wanafiki. Wanataka kumzunguka kula vya kwao. Huwa ni kumsifia hata kama naongea utumbo. Kwa sababu ni kibiblia kwamba tajiri na marafiki wengi, ambao walio wengi ni wanafiki, wanaotaka vya kwake. Lakini maskini anachukiwa hata na jirani yake, hakuna mtu akumsamini. Haleluya. Sasa mpango wa Mungu kwa wanadamu ulikuwa ni nini? Mpango wa Mungu kwetu sisi wanadamu, alipoumba dunia kwa zile siku 6, Mungu alikusudia Adamu na uzao wake tuishi maisha ya namna gani? Hapo ndipo nataka tutazame vizuri. Mwanzo 1 mstari wa 28 na kuendelea. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 28 na kuendelea. Mungu akawabariki, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuimiliki, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, tazama, nimewapa ninyi kila mmea utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia kila mti ambao matunda yana mbegu vitakuwa ndio chakula chenu, na chakula cha kila mnyama wa nchi na cha kila ndege wa angani na cha kila kitambacho juu chenye uhai. Majani yote na miche ndio chakula chenu. Ikawa hivyo. Huu ndio ulikuwa ndio makusudi ya Mungu alipomuumba Adamu wakiwa wawili tu. Mungu anaonyesha sasa sura ya maisha wanaotakiwa kuyaishi wao na uzao wao. Anasema, akawabarikia, akawaambia, nendeni mkazae muongezeke, mkaitawale nchi, muitiishe, mmiliki vitu vyote, nchi na vyote nimewapa. Anasema chakula chenu itakuwa ni wanyama wote wa aina zote. Anasema akawapa miche itoao mbegu na wote wanyama na ndege wa kila aina. Akasema hivyo ndio vitakuwa ni kwa ajili yenu. Kwa hiyo ukiangalia pale mpango wa Mungu kwa habari ya eneo la uchumi, Mungu alikusudia uchumi wa dunia uendeshwe na vile vitu ambavyo vinaweza vikajizalisha vyenyewe, vinavyoweza kujizalisha vyenyewe. Mungu hakukusudia uchumi uendeshwe na fedha iza karatasi na sarafu. Hapana, alikusudia uchumi uendeshwe na vile vitu vinavyojizalisha vyenyewe. Haleluya, haleluya. Mfano, ukichukua shilingi 10,000 halafu na punja moja la mahindi, ukiulizwa chenye thamani ni kipi, wengi mtasema ni shilingi 10,000. Lakini kwa Mungu chenye thamani ni ile punje moja ya mahindi, kwa sababu fedha huwa haiwezi kujizalisha yenyewe. Fedha ilitengenezwa
Kwa ajili fedha maana yake ni kipande cha fedha, karatasi au sarafu iliyopewa thamani na wanadamu kwa ajili ya kubadilishana bidhaa au huduma. Lakini mpango wa Mungu hakukusudia uchumi uendeshwe hivyo. Haleluya! Alikusudia unafanya kitu kinachojizalisha chenyewe. Mfano, kichukua mahindi yanajizalisha yenyewe. Ile punja moja muhindi unaweza ukaipanda, haizai punja moja tena. Baada ya miaka kadhaa inaweza kaisha hata kijiji, punja moja tu. Haleluya! Wanyama ni uchumi huo, ni vitu vinajizalisha vyenyewe. Ndege wanajizalisha, yanazaa wenyewe. Sasa huo ndio mpango wa Mungu alikusudia tangu mwanzo. Sasa sikiliza tu nikupe mfano. Kama Adamu asingetenda dhambi, asingemwasi Mungu, kusingekuwa na serikali za wanadamu, kusingekuwa na rais, kusingekuwa na serikali, zisingekuwepo kabisa. Kwa sababu Mungu alikusudia tuishi wanadamu kiukoo, yani kijamaa. Haleluya! Yani kusingekuwa na serikali, si kuna rais, ana nini? Sasa kishasema rais maana yake ni taasisi, ana mawaziri, ana vitu gani, hivyo vyote visingekuwepo. Lakini si hivyo tu, kusingekuwa na kifo. Maana yake kama kusingekuwa na kifo, maana yake kusingekuwa na magonjwa. Sasa pesa kiasi gani zinazotumika leo kwa ajili ya kutatua magonjwa. Lakini kama Adamu asingetenda dhambi, kusingekuwa na magonjwa. Haleluya, haleluya. Lakini pia wote tungelikuwa uchi. Ndio vazi ambalo Mungu alikusudia. Tunakumbuka Biblia imesema Adamu na Hawa walikuwa wako uchi wala hawakuona haya. Yani kusingelikuwa na mtu amevaa nguo mpaka sasa hivi kama dunia isingetekwa na shetani. Haleluya. Kwa hiyo pesa ingetumika wapi sasa? Maana yake ungewaza sasa tungekuwa tunatamania. Kusingelikuwa na kutamania. Kwa sababu gani? Tulikuwa ni watakatifu kama Mungu. Mwanadamu aliumbwa bila dhambi, ni mtakatifu na sura ni mfano wa Mungu. Kwa hiyo tamaa ingebaki kwa mume na mke tu basi. Haleluya. Lakini nje hapo kusingekuwepo na kutamaniana. Kwa hiyo dunia ingejawa na utukufu wa ajabu sana. Haleluya, haleluya. Lakini pia maana yake ni kusingekuwepo ili vitu vinavyotumika kwa matumizi ya fedha na vyote visingekuwepo. Unaona dunia Mungu aliyekusudia iwe hivyo ni ajabu sana. Ndio maana sikiliza sasa nikwambie. Mtu anapozaliwa anazaliwa na vitu vikubwa vinne. Hivi huwa hauviombi kwa Mungu. Automatically unazaliwa navyo. Kitu cha kwanza, unazaliwa na kusudi. Unazaliwa na kusudi. Naposema kusudi maana yake ni ile nia ya ndani ya Mungu kukuumba wewe. Kwa nini Mungu alikuumba ukazaliwa wewe? Ipo kusudi. Kuna jambo Mungu alikwisha kuliona katika nyakati zako ambalo halimhitaji mtu mwingine, ni wewe, kwa sura yako, kwa umbile lako na kwa umri wako na kwa Mungu akadesign kwamba atakaye kuja kuleta suluhisho la jambo fulani ni mtu wa aina hii. Ndio tunaitwa kusudi. Haleluya. Kusudi. Sasa kusudi, kitu kingine cha pili ni vipawa. Naposema vipawa, maana yake ni ule uwezo wa asili ambao mtu anazaliwa nao. Mungu anampa mtu kama zawadi, kama nyenzo. Sasa kwamba hilo kusudi ulikamilisha kwa njia gani? Vipawa ndivyo vinavyotofautisha kati ya mtu na mtu. Sikiliza, wapo wahubiri wengi sana duniani, waliohubiri, wanaohubiri na watakaohubiri. Lakini kila mtu, hivyo vipawa vinamtofautisha mtu na mtu mwingine. Mimi sitahubiri wala kufundisha kama mtu yoyote, na wala sitajilinganisha na yoyote. Mimi ni mimi na wewe ni wewe. Haleluya. Kwa hiyo vipawa ndivyo vinavyotofautisha kati ya mtu na mtu mwingine. Ile Mithali 17 mstari wa 8, maandiko yanasema kipawa ni kama kitu cha thamani machoni pake aliye nacho. Kila kinapogeuka nafanikiwa.
ni kama kitu cha thamani machoni paka aliye nacho. Tutakuja kuangalia huko mbele takapokuwa nafundisha kwa habari ya rasilimali. Zipo za aina mbili, kuna rasilimali watu na rasilimali vitu. Maana yake, sikiliza, kuna watu ambao ulipozaliwa na unaendelea kuishi, Mungu alikwisha kuandaa kuwa sehemu ya safari yako kukamilisha kusudi lako. Mmoja wapo, mtu wa kwanza huwa ni mwenzi wako wa ndoa, mme au mke. Ndio maana ukikosea kuolewa, ukikosea kuoa, hata kama ulikuwa na kusudi la ajabu la kipekee, mimi nakwambia utalikamilisha kwa mbinde sana, na inawezekana kabisa usilikamilishe, kwa sababu huyo ndio mwandani wako namba moja, rasilimali watu. Haleluya, rasilimali watu. Lakini pia wapo watu ambao Mungu alikwisha kuandaa kupitisha baraka zako, vitu, fedha na kupitia wao. Sasa hiyo ni rasilimali watu. Lakini kitu kingine cha nne ambacho mtu anazaliwa nacho ni muda. Muda. Kila mtu anapozaliwa kuna muda wa kuzaliwa na muda wa kufa. Swali hapa katikati, unaishishije? Haleluya. Ndio maana pale unapokuwa umekufa kwenye msalaba pale, wanaandika pale juu kuzaliwa, hapa katikati kufa chini. Umeona? Maana yake kinachoamua hapa katikati, kati ya wewe kuzaliwa na kufa, ulifanya kitu gani ambacho kinaacha alama kwa watu wengine baadaye waseme kulikuwepo na mtu anaitwa fulani. Watu wasilie machozi ya kinafiki, wagaragare, kwa sababu waseme hivi, ameondoka, pengo lake litazibwa, lakini alama yake haitafutika. Haleluya. Unapoishi siishi tu kama jongwa anayejua asiyejua anakwenda wapi. Lazima angalia jinsi unavyoenenda. Umepewa muda wa kuishi. Haleluya. Kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, ni muda huo. Matendo ya Mitume 13:36, Biblia imesema Daudi akisha kulitimiza kusudi la Mungu akalala, akaona uharibifu pamoja na baba zake. Kusudi la Daudi kuwepo duniani ilikuwa ni kuja kurudisha heshima ya Mungu katika Israeli, kuondoa aibu iliyokuwa imewekwa na Wafilisti juu ya taifa la Israeli. Daudi alipomaliza kusudi akalala, akaona uharibifu. Haleluya. Kwa hiyo tunapoishi tujue muda wa tunaopewa Mungu ametupa kama zawadi. Maana yake anataka tuweze kuzalisha, tuweze kuishi maisha ambayo hata ukiondoka duniani, kwa kweli dunia, kizazi chako kikuombolezee. Kumbuka kusudi halihusiki na familia yako peke yake, linahusisha na kizazi chako. Haleluya. Kwa hiyo sasa, haya ndiyo mambo ambayo unatakiwa yafahamu. Sasa hebu tuangalie sasa kiini cha roho ya umaskini. Kiini cha roho ya umaskini. Roho ya umekuwa ni msiba ambao huu msiba hautakoma. Dunia nzima inaomboleza. Kote tunaona maandamano, watu wanaandamana, wanauawa, wanapigwa risasi na maaskari. Wanasema maisha magumu, ajira hamna, maisha fedha hamna, kote ni vilio. Hivi kiini cha hiyo roho ya umaskini, umewahi kujiuliza ni nini? Inawezekana unajua, mimi nataka nikukumbushe. Haleluya, haleluya. Kiini kikubwa cha roho ya umaskini ni anguko la Adamu na mke wake. Kwa hiyo sisi tunakwenda kwenye vinasaba hivyo, madhara hayo. Hebu ngoja nikuonyeshe Mwanzo sura ile ya 3 mstari wa 17. Haleluya. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17. Huu ni wakati wa kufunua maarifa ambayo Biblia imesema watu wa Mungu wanaangamizwa kwa kuyakosa. Haleluya. Ile injili ya kuhubiri, unafoka unakwenda huko na huko, makelele, imepita na wakati imefika wakati tuwaeleweshe watu mjue. Haleluya, haleluya. Uelewe, uchague mwenyewe kuwa mwanachama wa ufalme wa giza au ufalme wa nuru mwenyewe. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17. Akamwambia Adamu, huyu ni Mungu sasa anamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako
ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa uchungu utakula mazao yako siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, na utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Kwa maana mavumbi wewe, na mavumbini utarudi. Adamu alikula mti wa ujuzi wa mema na mabaya aliyokatazwa na Mungu. Mungu sasa akasema hivi, Adamu, wewe ni mtoto wangu kabisa. Yaani nimekuumba kwa mfano na kwa sura yangu. Lakini kwa sababu umefanya kosa la uhaini, umeiuza nchi yangu inaitwa dunia. Nilipokuweka we mtawala wa kifalme, umiliki, yote nikakupa. Lakini umeiuza nchi kwa shetani, kwa adui. Sina namna yoyote, ila nasema hivi, sasa utakula kwa uchungu, utakula kwa jasho, michongoma itakuzalia miiba, utapata chakula mpaka utakaporudia ardhi uliyotwaliwa. Kwa jasho utakula. Kwa hiyo kiini kiko hapo. Haleluya! Kiini cha roho hii ya mateso na umaskini unaowatesa watu wengi sana kiko hapo. Sasa Yesu alikuja kushughulika na kiini cha tatizo. Yesu hakuja kushughulika na matokeo. Haleluya! Alikuja kushughulika na kiini, kung'oa mizizi. Kwa wale wanaomwamini Yesu, maana yake pale msalabani Yesu ndipo alipokwenda kurudisha kila kitu. Laana ya ardhi tunaona alipochoma mkuki ubavuni, ikatoka damu na maji kaanguka juu ya ardhi. Haleluya! Wakati analia pale Getsemane, Biblia imesema katoka jasho changanyikana na damu, ikaanguka juu ya ardhi. Maana yake alikuwa anashughulika na anaondoa uhalali wa laana ya ardhi sasa juu ya wana wa Mungu. Ukifahamu hiyo haki, unaweza kwenda msalabani sasa kudai. Haleluya! Lakini ndio maana unaona hata Yesu alipofufuka, alipokata roho, Biblia inasema ardhi katetemeka. Maana yake alikuwa anaifanya upya, naondoa kabisa ule uhalali, laana ile, kwa sababu yeye mfalme ameikanyaga dunia. Haleluya! Sasa tunaona madhara ya anguko lile. Anaambiwa sasa atakula kwa jasho. Sikiliza, vile vilivyokuwa vinaishi kwa ajili ya Adamu, Adamu akaanza kuishi kwa ajili ya hivyo vitu. Vilivyokuwa vinaishi kwa ajili ya kumhudumia Adamu, Adamu sasa akaanza kuishi kwa ajili ya hivyo vitu. Mwana madhara yake, vile vilivyokuwa vinamuogopa Adamu akaanza kuviogopa yeye. Sinajua mpaka sasa hivi hata mbu mmoja tunamuogopa, unahangaika naye, maana mbu huyo mmoja tunaweza kuondoa duniani. Lakini kama singekuwa anguko na Adamu, yote asingeonekana. Akiingia simba kwenye kijiji, kwenye mji, wote mnahama. Lakini yote ni madhara ya dhambi, ni madhara ya dhambi. Adamu aliyekuwa mtawala wa wanyama wote akatawaliwa. Umeona? Mpaka sasa aliyokuwa na vitawala vikaanza kumtawala yeye. Vilivyokuwa vinamtafuta akaanza kuvitafuta yeye. Ili apate mahitaji alikuwa na njia mbili tu. Na mpaka sasa ili uweze kupata mahitaji una njia mbili: kutoa jasho. Lakini njia ya pili, umsujudie shetani akupe. Sinakumbuka hata wakati wa Yesu, shetani alimwambia, ukinisujudia tu nitakupa vyote, kwa sababu yote yako katika uwezo wangu. Kwa nini? Aliachukua kwa Adamu. Shetani aliachukua kwa Adamu, na ndio maana Yesu akubisha. Alikuwa anajua kabisa mpaka aende kuondoa uhalali, amwage damu yake pale msalabani. Haleluya! Kwa hiyo Yesu alipomwaga damu yake pale msalabani, akaondoa uhalali sasa wa shetani kuwa mmiliki na mtawala wa vyote ambavyo Mungu aliviumba. Sasa hiyo ni haki kwa wana wa Mungu. Lazima tufahamu.
Haleluya. Wewe tunaona hapa kwa kupitia damu ya Yesu, Yesu akaturudisha kwenye nafasi aliyoipoteza baba yetu Adamu. Haleluya. Yesu akaja kama Adamu wa pili, ambaye ni roho yenye kuisha. Haleluya. Roho yenye kuisha. Wote wanaomwamini Yesu wanaingia kwenye agano jipya hili la kutawala, la kumiliki uchumi ambao Mungu ameweka dunia. Haleluya. Zaburi 116 mstari 15 nasema, mbingu ni mbingu za Bwana, lakini nchi amewapa wanadamu. Tena akasema, kama mtakubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Huo ndio ulikuwa mpango wa Mungu. Leo imekuwa kinyume kabisa, kinyume. Dunia ni vilio. Watu wengi mnaishi kwa huruma ya shetani. Ndiye anayeamua kwamba wiki hii kidogo upate hela kidogo, ndio maisha yaende. Halafu kishapata anaminya tena. Huwezi kukatisha, huwezi kufanya chochote. Kwa hiyo tunaona kuanzia hapo sasa kuna mifumo miwili ya kazi inayoendesha dunia. Mifumo miwili inayoendesha dunia. Mfumo wa kwanza unaoendesha dunia kwa habari ya kazi, uzalishaji na kadhalika, ni mfumo wa kutawala dunia kupitia vipawa vya asili. Yaani ule mfumo Mungu aliobuni mwenyewe. Ni mfumo ambao Mungu alikusudia sisi wanadamu tutawale dunia na kuitisha kupitia vile vipawa vya asili. Nimekuambia kila mtu kuna uwezo wa asili unaozaliwa nao. Vipawa vya asili ndio Mungu alikusudia. Kwa lugha rahisi ni kwamba Mungu alikusudia kila mtu awe ni mkurugenzi kwenye eneo la kipawa chake. Awe ni mkurugenzi. Sasa baada ya anguko, unajua kilichotokea? Kile kitendo cha mwanadamu kula kwa jasho, anatumia nguvu, anatumia shida, na hatarisha maisha yake, ikazaa uchungu kwa moyo wa mwanadamu. Halafu kila mtu sasa akaanza kutamani kumtawala mwenzake, kumtumikisha mwenzake. Ndio mfumo ule kuja kuzaa mfumo sasa wa kibepari, capitalism. Mfumo wa kibepari ambao ni uchumi unaokamatwa na watu wachache, wanawatumikisha watu wengi, wanatumia jasho la watu wengi kwa ajili ya kuwatumikisha kwa maslahi yao wenyewe. Kwa hiyo mfumo huu sasa ni mfumo unaotumia vibarua, unaotumia uliokuja kuzaa ajira, kazi. Huu mfumo huu, Bwana Yesu apewe sifa, watu wa Mungu. Haleluya. Haya ni mambo ya ajabu unayotakiwa kuyajua. Naweka msingi leo uweze kujifunza. Tunapokwenda kujifunza hivi kiini cha roho ya umaskini unaotesa ulimwengu ni nini. Kwa hiyo kuna mfumo wa pili sasa unaotawala dunia sasa hivi. Ni ule mfumo wa watu wachache kuwatawala wengi, wanaotumia jasho la wengi. Wengi vibarua. Mfumo wa vibarua, mfumo wa kuajiriwa, ambao watu wachache wanatumia jasho la wengi ili kujipatia kipato kikubwa. Ni mfumo unaotesa, ndio unaoendesha sasa. Huu mfumo huu hauruhusu watu kukaa kwenye kusudi kupitia vipawa vyao. Huu mfumo ni mfumo ambao kigezo chake ni taaluma. Unaona? Leo kuna watu ambao hawana taaluma, sio kipawa chao cha ualimu, lakini kwa sababu wamesomea ualimu wako kule. Kwa kuna watu ambao wenyewe kabisa kipawa chao ni elimu, ualimu, kuwazalisha watu wataalamu, kuwafungua, kuwajengea watu uwezo. Kama wale vijana wanne, Shadraka, Meshaki na Abednego wa Babeli, wale walikuwa na kipawa cha ukufunzi. Sasa leo tuna watu wengi ambao wako kwenye maeneo yanayotakiwa kuzalisha, lakini wale wamekaa pale kwa taaluma, lakini sio kipawa chao. Haleluya. Sio kipawa. Ndio hao ndio wapa mimba watoto wetu mashuleni. No. Kwa nini? Maana sio eneo lao. Huu ni mfumo mbaya sana ambao unatesa ulimwengu. Unatesa sana kizazi.
na walitengeneza mitaala mashuleni ili kuua vipawa, ili wawe wanaajiri watu wengi kipato kidogo, badala ya mtu mwenye uwezo wa asili ambaye wangemlipa kipato kikubwa. Yaani kuanzia hapo sasa ukabuniwa mfumo ambao ukatengeneza mpaka na mitaala ya kielimu, ambao mitaala sasa ikaanza kuua vipawa vya asili. Yaani kipaumbele ni mtu amesomea, amepata taaluma basi. Kwa nakuta watu wengi sana wanakuwa hawako kwenye maeneo yao. Ndio maana mpaka sasa dunia inakosa majibu katika eneo la uchumi, kwa sababu walio wengi sana hawako kwenye eneo la vipawa vyao, wanatumika nje ya vipawa vyao. Kwa hiyo mara zote mtu ambaye anatumika nje ya kipawa hiyo au nje ya kusudi huwa hana nguvu ya kufanya mambo makubwa. Wakati wote yeye ananyenyekea ili asifukuzwe kazi. No, ananyenyekea kwa sababu hana uwezo kufanya, kwa sababu yuko nje ya eneo lake la asili. Kusudi kipaumbele. Unaona tofauti kati ya kusudi au na taaluma, ajira. Kusudi ambalo kwa kweli ni mtu anaishi kulingana na kipawa chake cha asili. Kipaumbele chake yeye huwa ni kuwahudumia watu, huwa ni kwa kuwatumikia watu. Anatamani yeye kuendeleza maisha ya watu wengine. Haleluya. Mtu ambaye anatumika kwenye eneo lake, kipaumbele chake huwa sio mshahara. Lazima elewe. Yeye ni kuhudumia watu. Watu wamuone Mungu kupitia kile ambacho aliweka ndani yake. Watu waishi maisha ya ustawi kupitia yeye. Haleluya. Huyu mtu hata akifa hazikwi kwenye makaburi, anazikwa kwenye mioyo ya watu. Ndio kusudi hilo, sawa sawa na kipawa alichozaliwa nacho. Kwa hiyo wakati huu sasa, kama kuna maombi unaotakiwa kumwomba Mungu, omba mambo hayo makubwa manne. Mungu akuonyeshe. Moja, hivi sababu ya kuumbwa kwako nini? Wamama wanapozaliwa wanawake wanakuwa mayai mengi sana mwilini, kwenye mfuko wao wa uzazi ni mamilioni kabisa yale, na kila yai linasimama badala ya mtoto mmoja pengine. Kwa hiyo binti anapozaliwa kaanza kuvunja ungo, anapokuwa naenda kwenye hedhi, maana yake ni yale mayai yanakuwa sasa yanapasuka. Kwa nini yai lako wewe hakuwa miongoni mwa yale yaliyopasuka mwisho wa mwezi wa mama yako, wewe ukazaliwa? Hivi sababu ya Mungu kukuweka duniani na wewe kuitafuta, muulize Mungu atakwambia. Haleluya. Pia mwambie Mungu akuonyeshe eneo lako la kipawa, eneo lako, ule uwezo wako wa asili. Heshima yako imebaki hapo, iko hapo. Kitakacho kutofautisha kati yawe na mtu mwingine ni kipawa chako. Haleluya. Mungu alituumba kutofautiana. Ndio maana hata alama za vidole hizi huwa hazifanani kati ya mtu na mtu mwingine. Haleluya, haleluya. Lakini pia ufahamu rasilimali. Unapozaliwa Mungu amekwisha kuziandaa tayari. Lakini pia ujue una muda wako wa kuishi. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo mifumo hii tunaona ni mifumo ambayo imetesa sana, inasababisha watu wengi sana wanaishi maisha ambayo sio ya kwao kabisa. Kwa hiyo lazima tunapojifunza, kwa hiyo kusudi kipaumbele ni kuwahudumia watu. Lakini ajira kipaumbele ni mshahara. Ndio maana usipopata mshahara unagoma, unaandamana. Unaona? Changamoto yake ndio hiyo. Usipopata mshahara unagoma, unaandamana. Lakini mtu ambaye ni eneo lake, yeye anafanya, anatamani kuona watu wamuone Mungu kupitia yeye. Haleluya, haleluya. Kwa sababu mshahara ni kama kidonge cha Panadol kutuliza maumivu. Maana yake ili uweze usikae kwenye eneo lako, usikae kwenye maono yako, maumivu yanatulia kidogo, halafu ikiisha maumivu yanarudi tena. Naona lengo lake huu mfumo wa kiajira, mfumo unaoendeshwa na watu wachache duniani, wanawatumikisha wengi kwa kipato kidogo, ndio unaoendesha ulimwengu sasa. Lakini kinyume na mapenzi ya Mungu kabisa. Mungu hakukusudia tuishi hivyo. Haleluya, haleluya.
Kwa hiyo sasa tunapojifunza kiini cha umaskini, cha roho ya umaskini, tunajifunza eneo la kwanza kabisa ni ule msingi. Zaburi 11 mstari wa 3 inasema, kama misingi kiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kama misingi kiharibika, mwenye haki atafanya nini? Haleluya. Kwa sasa uzuri wake ni kwamba msingi uliharibika kupitia mtu wa kwanza Adamu na mke wake, lakini Yesu akaja kama Adamu wa pili ambaye roho yake kuhuisha. Kwa hiyo tunaona Yesu alikuja kurudisha yale mapenzi ya Mungu aliyokusudia watu waweze kutawala na kumiliki dunia. Nataka nikwambie, roho ya umaskini inayokutesa sio mpango wa Mungu kabisa. Hiyo ni ajenda ya shetani. Kwa hiyo najenga msingi, tunaangalia ajenda ya shetani katika eneo la uchumi, kwa sababu anajua akipata eneo lako la uchumi, kama unaishi maisha kuhenya mpaka unakwenda kaburini, unaondoka duniani, siku unapoondoka unaacha watoto madeni, unawaacha kwenye nyumba ya kupanga, hawajui hata pa kuanzia. Hayo sio mapenzi ya Mungu. Haleluya. Hiyo ni roho. Lazima tujue, unapookoka ufahamu haki zako. Ukiamua kuokoka, kuja kwa Yesu, Yesu hakuja kuzalisha watu maisha ya ajabu ajabu, wanaishi maisha yokuwa na matumaini. Yesu alikuja kushughulika na kiini cha tatizo, kuja kuondoa kiini cha tatizo. Mojawapo ya maeneo yanayotesa, yamesababisha hata wokovu siwe na thamani, unatukanwa, ni kwa sababu ya maisha ya ushida, umaskini, maisha tabu. Haleluya. Sasa mimi ninaleta habari njema kukufunua macho uweze kuzijua haki zako. Uondoe ile adhana kabisa. Nilipookoka mimi miaka ya 90, nilikutana na msemo mbaya sana, anasema kama unataka kuwa maskini uwe mlokole. Ndio lugha nilikuta mimi miaka ya 90 naokoka. Nampa Yesu maisha yangu nikiwa kijana. Haleluya. Na kweli nilipoendelea nikawa naona kama hilo neno la uhalisia wake. Baadaye nikaambia Mungu, nifundishe nini, mbona watu wanaishi nje ulichokileta Yesu msalabani, nje ya kazi ulete msalabani. Ndio Mungu sasa akanipeleka darasani ili niweze kujua kweli. Yesu alisema mtaifahamu kweli na hiyo kweli itaweka huru. Nilipoanza kufuatilia kweli ya Mungu, ndio haya ambayo Mungu amenipa ni kushirikisha na wewe. Baada ya kuyafanyia kazi, nikaanza kuona matokeo. Haleluya. Sasa unasema, mchungaji, nimeanza kuelewa. Naomba uombe kwa ajili yangu kabisa, lakini kusihi ufuatilie vipindi mafundisho haya. Ninaweka msingi leo kipindi hiki juu ya ajenda ya shetani kuhusu eneo la uchumi kwa wana wa Mungu. Tumeangalia mapenzi ya Mungu aliyokusudia ni nini kwa Adamu na uzao wake. Sasa tumeangalia mifumo miwili inayoendesha ulimwengu, na mfumo unaoendesha ulimwengu kwa asilimia kubwa sasa ni mfumo unaohusiana na watu wachache kutumikisha watu wengi kwa ajili ya kipato kidogo kinachoitwa mshahara wa malipo. Ndio uchumi unaoendeshwa mfumo huo. Ndio maana uchumi haujaweza kuleta suluhisho zaidi ya kuleta bilio na misiba. Hebu fuatia kipindi kinachokuja, utakwenda kuona tunaenda hatua nyingine inayofuata. Sasa wewe ambaye hujaokoka, naomba niombe na wewe unatamani kumpa Yesu maisha yako. Pale pale ulipokaa hapo kwenye kochi unanitazama, wewe unatazama kwa njia ya mtandao, hujampa Yesu maisha yako. Shauku ya moyo wangu mimi ni kuona watu mnatoka kwenye ufalme wa giza mnaingia katika ufalme wa nuru. Hebu sema pale ulipo, Bwana Yesu, kwa neno lako nimelisikia. Ninaomba Yesu Kristo ufute jina langu kwenye kitabu cha hukumu.
uliandike kwa upya jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ninamkataa shetani na kazi zake na roho zote zinazonitesa. Bwana, naomba uingie ndani yangu, nipe na Roho Mtakatifu. Asante Yesu, nimeamina kuokoka kwa jina la Yesu. Amina. Sasa nakwenda kuomba kwa ajili yako. Baba Mungu mwenye nguvu, ninaiachilia nguvu yako sasa, mamlaka yako itendayo kazi juu ya mama huyo, baba, kijana na binti aliyelala hapo kwenye kochi, ni mdhaifu. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, kila roho na mikandamizo iliyomshikilia ninaing'oa kwa jina la Yesu. Ninaachia uweza wako, nguvu zako, mamlaka yako itendayo kazi, imfungue hapo alipo sasa, imuinue kwa jina la Yesu. Navunja roho zote za uharibifu kwenye maisha yake. Ninaachilia moto wako utande kwenye nyumba, tatizo lote kwenye familia hiyo ninaliamuru likapate kutoka kwa jina la Yesu. Naamini Yesu umetenda, umemkomboa ndugu yangu huyu kwa jina la Yesu. Amina. Sasa na kushauri, tafuta kanisa sahihi na wale waendao mbinguni, wamwabudio Bwana katika roho na kweli. Tafuta. Mungu alisema atatoa watu, atakupa mchungaji. Leo hii kuna wachungaji na kuna wachumaji, ndio wengi zaidi. Mwambie Mungu, nionyeshe mchungaji atakayenichunga kwa roho na maarifa anayofahamu, halafu atakaye kufundisha maisha matakatifu, maisha ya maombi, kanuni za kiroho. Haleluya. Usiende kwa watu vitu ambavyo naabudu miungu mingine, usiende huko. Watu wanaoomba kupitia jina la Yesu, wanaowafundisha watu kusimama wenyewe kwenye maombi, hapo utamwabudu mtamu. Wapo watumishi wa Mungu wazuri sana huko. Bwana kutendee mema. Fuatia kipindi hiki siku kama ya leo, na naamini Mungu anakutendea mema kabisa. Waambie na watu wengine waendelee kufuatilia. Ninaamini hutabaki kama ulivyo. Hipo namba za mawasiliano hapo, unaweza ukanipigia. Lakini unatamani kuwa sehemu ya kipindi hiki kiweze kuendelea, unaweza ukatuma hata sadaka yako pia. Ungana na watu ambao wanatuma sadaka zao kwa ajili ya kuwezesha kipindi hiki. Mungu akutendee mema. Tukutane kipindi kinachofuata.